Mtazamaji, sasa hivi taarifa ni kwamba watu 5,000 waliaga dunia kufuatia ajali ya barabarani mwaka jana, ikiwa idadi ya juu zaidi ikilinganishwa na mwaka 2024. Haya yalizungumzwa huko Rais William Ruto akitangaza kwamba kamera za kuwanasa wavunjaji sheria za trafiki zitaanza kutumika kwa muda wa mwezi mmoja ujao. Rais akionya kwamba watakaokiuka sheria kuwa tayari kwa faini za papo hapo, kama Emmanuel To anavyoarifu. Ripoti hiyo ya Baraza la Kitaifa la Kusimamia Haki NCAJ iliweka paruanja hali tete ya ajali nchini, ikionyesha kwamba kulikuwa na ongezeko la vifo 261 mwaka uliopita kwenye ajali za barabarani. Kulingana na ripoti hiyo iliyokabidhiwa Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi Jumatatu asubuhi, kulikuwa na vifo 5,009 mwaka uliopita ikilinganishwa na vifo 4,748 mwaka 2024. Vifo hivyo vilipanda zaidi mwezi Disemba wakati wa pilka za safari za sherehe za Krismasi na mwaka mpya, ambapo watu 415 waliaga dunia ikilinganishwa na watu 338 mwaka 2024. Kando na maafa, wanaoponea kifo hata hivyo hukabiliwa na mzigo mkubwa wa matibabu. Ripoti hiyo ikionyesha Wizara ya Afya hutumia shilingi bilioni 48.5 kwa matibabu ya manusura kila mwaka, mwathiriwa mwenye majeraha mabaya zaidi akitumia shilingi 147,000 hospitalini, huku mwenye majeraha madogo akigharamika na wastani ya shilingi 69,000 kupokea matibabu. The NCAJ stands ready to lead and coordinate the justice sector and to respond in partnership with the executive. Ukosefu wa umakini barabarani pamoja na ulaji rushwa zikitajwa kuchangia maafa hayo. Let us roll out cameras in the 5 or 6 major towns in Kenya in the next 1 month. Again, having cameras all over the place will make sure that these officers are held into account. Serikali sasa ikitangaza mikakati ambayo itatumika kukabiliana na janga hilo, ikiwemo faini ya kidijitali ya papo hapo inayoanza kutozwa mara moja. We get the vehicle inspection right, which means we will have as few as possible unroadworthy vehicles on our roads. And then on this camera business, we will also consolidate and make it administrative. Ikiwa itatekelezwa kikamilifu mikakati ambayo serikali imeweka kukabiliana na janga la ajali barabarani, itasaidia kupunguza maafa, huku sasa ikibainika kwamba magari ya kibinafsi yanachangia ajali zaidi ikilinganishwa na magari ya uchukuzi wa umma. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.